Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tupo katika somo la 8 ambalo lina kichwa kinachosema watu hodari wa imani, Yoshua na Caleb. Watu hodari wa imani, Yoshua na Caleb. Na fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Waebrania 13 fungu la 7 ambalo limeandikwa, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, mliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Tunawaona wapelelezi ambao walikuwa ni 12 na tukawaona wengi 10 ambao walikuja na taarifa mbalimbali ambazo zilikuwa ni za kusikitisha kwa wana wa Israeli. Wakawaambia wana wa Israeli kwamba nchi ile ambayo tumeambiwa tukaipeleleze, ambayo ilikuwa ni nchi ya ahadi, ni nchi ambayo ina majitu makubwa, lakini ni nchi ambayo imejengeka sana, tusiende huko na Mungu anaweza akatutupia kwa watu tukauawa. Lakini kukawa na watu wawili tu ambao hawa walikuwa na imani, hawakujali namna gani ambavyo mkutano ungereact au ungejibu, na huenda mkutano ungewapiga mawe, na ndivyo ilivyokuwa. Walitaka kupigwa mawe, lakini walisimama na wakapaza sauti kwa ushindi kabisa kwamba nchi ile ni nzuri, twendeni tukaiteke. Na hawa watu wawili ni Yoshua na Caleb, na hawa ndio tunaojikita kuwatazama katika juma hili, imani yao na namna gani ambavyo walikuwa karibu zaidi na Mungu hata kuweza kusimama katika upingamizi mkubwa kiasi hiko. Tutakuwa na mada 3 kubwa juma hili, na mada ya kwanza tutaangalia imani ya Caleb. Kisha tutaangalia imani ya Yoshua, na hatimaye tutaangalia tunawezaje kuwa na imani au tunawezaje kuipata imani kama yao. Tukianza na imani ya Caleb. Caleb mwenyewe anasema maneno ambayo ni ya kugusa sana katika kitabu cha Yoshua 14 fungu la 8. Nitatumia Kiswahili cha kisasa. Caleb anasema, walakini ndugu zangu waliokwea pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu, lakini mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kabisa. Caleb, maana ya jina lake ni mbwa, na alipopewa hili jina, huyu Caleb alilipokea kwa namna nzuri zaidi, kwa sababu alipoanza kujitambua akagundua kwamba maana jina lake ni mbwa, na akalifanyia kazi hilo jina vizuri. Na sisi sote ni mashahidi kwamba mbwa aliyefundishwa vizuri ni mwaminifu sana. Tunaona mbwa wengi ambao wanatumika katika kazi maalum. Tunaona mbwa wakiwa katika idara ya kipolisi, wanaotumika kukamata watu, ambao mbwa wanaonekana kuwa hodari zaidi hata wakati mwingine kuliko mwanadamu. Hawawi na woga, hawawi na hofu, wanadumu katika kile ambacho wanakiamini na kile ambacho wamefundishwa. Na ndivyo ambavyo Caleb alikuwa. Tunamwona Caleb anadumu kushika kile ambacho amefundishwa na kile ambacho ameelekezwa. Na jambo zuri kabisa ambalo naliona kutoka kwa Caleb mwenyewe anasema watu wengine waliamua kufuata kile ambacho walikiona wao ni kizuri, lakini mimi niliamua kumtegemea Mungu kabisa. Na hili tunaliona akiwa yeye na mdogo wake ambaye alikuwa ni mdogo kabisa kuliko yeye. Huyo alikuwa ni Yoshua. Sasa tunaweza tukasema Caleb alikuwa na imani, lakini tunawezaje kuiona imani wazi wazi, imani yake ikionekana? Sasa Caleb anaingia katika kurithi nchi ya Kanaani, na aliahidiwa kwamba atapewa eneo. Na alipofika kwa Yoshua, akamwambia Yoshua, naomba unipatie eneo hili. Na akasema, natamani nisome maneno yalivyoandikwa katika Biblia. Katika Yoshua 14 fungu la 12 imeandikwa, sasa nipe nchi hii ya kilima ambayo Bwana aliniahidi siku hiyo. Wewe mwenyewe ulisikia wakati huo kwamba Waanaki walikuwa huko, na miji yao ilikuwa mikubwa na yenye maboma, lakini Bwana akinisaidia nitawafukuza kama alivyosema.
tunaanza kuiona imani ikiwa hai, kwamba kati ya maeneo yote ambayo walikuwa wanayatwaa, eneo ambalo lilikuwa ni hatari zaidi la Waanaki, wale ambao walikuwa wanaitwa majitu kipindi hicho, na wakarejeshewa taarifa wana wa Israeli kwamba kuna majitu, na wakaogopa sana. Sasa huyu Caleb anahitaji akapigane nayo huko na achukue eneo hilo lao hao wa Anaki ambalo ndilo wanaliishi. Tunaambiwa lilikuwa ni eneo la mlima, na kuna Biblia zingine zimesema nipe mlima huu ni upande. Imani ya namna gani? Wakati ambapo watu wengine wanakimbia eneo hilo, ndipo ambapo Caleb analikimbilia eneo hilo. Jambo la imani kiasi gani? Caleb alipoenda kuipeleleza nchi ya Kanaani na kina Joshua alikuwa na miaka 40, lakini sasa wanapoenda kutwaa ana miaka 85, amezeeka, amekuwa mzee. Lakini huenda kwa sababu amekuwa mzee, kwa mtu mwingine angeweza kusema sitaweza kupigana, lakini tunaambiwa alikuwa na nguvu zile zile kama alizokuwa nazo akiwa na miaka 40. Nguvu ya kumtegemea Mungu ni kubwa kiasi gani? Pale unapomtegemea Mungu utakuwa na nguvu kubwa ya kuangusha ngome na hautaogopa chochote. Huyu ndiye Caleb tunayemzungumzia. Sasa Caleb amezeeka na kwa lugha rahisi tungeweza kusema kwamba anataka kustaafu. Alikuwa anawaza sana kwamba atapitisha urithi wake, urithi wa ushujaa wake kwa nani, na akatoa tangazo kwamba atamwozesha binti yake Aksa kwa yule shujaa ambaye atakayeshinda katika vita, ambaye atakuwa ni shujaa ambaye ataweza kudumisha legacy au urithi wake huyu Caleb. Na tunamuona Othniel ambaye ndiye mpwa wake Caleb anashinda na kuwa mwamuzi wa kwanza wa Israel. Na baada ya kumwoa Aksa, tunaona anamshawishi baba yake kwamba tupanue zaidi eneo ambalo lilikuwa hatujafanikiwa kulitwaa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mtu mwenye ndoto, mwenye njozi, na hii ni faida kubwa kwa wazazi. Wazazi wana nafasi kubwa ya kuhakikisha kwamba watoto wao wanaweza kupata mtu sahihi, na sio kwa kuwalazimisha watoto wao, lakini kwa kuwashauri juu ya kile ambacho ni bora kwa ajili ya maisha yao, na sio kuwaacha watoto wao tu waharibikiwe maisha yao. Sasa tukija kwa imani ya Yoshua, hapa pia kuna mambo ambayo tunapaswa kujifunza. Natamani tusome katika kitabu cha Yoshua 19 fungu la 49. Neno la Mungu limeandikwa, walipomaliza kuigawanya nchi katika mafungu yake, Waisraeli walimpa Yoshua mwana wa Nuni urithi kati yao. Ninafurahia namna ambavyo imeandikwa hapa. Waisraeli walimpa Yoshua mwana wa Nuni urithi kati yao. Sio Yoshua alijipatia urithi kati yao. Uongozi ni sanaa ya ajabu sana. Mara nyingi viongozi wanajipendelea, wanajifaidisha wao, na wanahitaji wao ndio wapate baraka zote na mafanikio yote na watu wengine wateseke. Lakini Yoshua anakabidhiwa urithi na Waisraeli. Huenda ni viongozi wa Israel wengine, yani kwa sababu Yoshua hakuwa kiongozi peke yake, kulikuwa na viongozi wengine ambao walikuwa wanamsaidia, lakini yeye hajitwalii eneo. Hii inanifundisha kuwa mnyenyekevu sana, na unyenyekevu unalipa. Pale utakapokuwa mnyenyekevu, hautajiweka kimbelembele katika kila kitu, kutaka wewe tu kila kitu ukipate wewe, umimi mwingi. Mungu atakufanikisha katika kila kitu ambacho unakipitia. Na jambo la ajabu ni kwamba Yoshua anachaguliwa kuwa kiongozi akiwa kijana, na anadumu kuwa mwaminifu, mtiifu kwa Musa. Na baadaye kabisa hajipatii eneo mapema kabla ya wengine. Anasubiri mpaka watu wote wamepata maeneo ndipo yeye anapochukua eneo. Yani yeye ndipo anapotwaa eneo na yeye. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo ni ya muhimu sana kujifunza. Na jambo la kwanza kabisa ni kwamba badala ya kulalamika, tumeitwa kutii maagizo
au maelekezo ya Mungu. Tunamuona Yoshua ambavyo halalamiki, lakini anatii kwa kila kitu ambacho ameagizwa na Mungu, ameelekezwa na Mungu. Lakini jambo lingine ni kwamba baraka zinabaki kwa wale tu wanaobaki katika Bwana. Pale ambapo utaanzisha njia zako, utaanzisha shortcut zako, baraka za Bwana zitakupita. Ni kwamba maisha katika namna yoyote yalivyo yanatakiwa yaenende sawasawa na mpango wa Mungu. Na jambo la mwisho kabisa ni kwamba inapaswa au ni muhimu kukaa karibu na Mungu. Tunamwona Yoshua anakabidhiwa eneo, lakini lipo karibu kabisa na patakatifu pa Mungu. Ni raha pale unapokaa miguuni pa Mungu. Sasa kuna swali ambalo huenda tukawa nalo kwamba na sisi tunawezaje kupata imani? Tunawezaje kuwa kama Yoshua? Tunawezaje kuwa kama Caleb? Kitabu cha Waebrania kinatueleza vizuri kabisa namna gani tunaweza kuwa na imani kama ya watu hawa. Katika kitabu cha Waebrania 12 fungu la 1 hadi la 2, natamani nisome, imeandikwa: kwa hiyo, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi kama hawa, na tuondoe kila kitu kinachozuia na dhambi ambayo inaning'inia kwa urahisi, na tukimbie kwa uvumilivu na mashindano yaliyowekwa kwa ajili yetu, tukimkazia macho Yesu kama mwanzilishi na mkamilishaji wa imani. Kwa furaha iliyowekwa mbele yake alivumilia msalaba, alidharau aibu yake, na akaketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Huyu ndiye chanzo cha imani yetu. Tunapomsogelea Mungu, hakika atatufanyia upya imani yetu. Hakika atatutengenezea maisha mapya, na kwa hakika tutakuwa na imani bora kabisa, kama ilivyokuwa kwa Kalebu, kama ilivyokuwa kwa Yoshua. Yoshua alijinyenyekeza, na tunaambiwa katika Yoshua 1 kwamba Mungu alimwambia kitabu cha Torati kisiondoke. Kwa hiyo alizishika amri za Mungu. Na jambo kubwa ambalo litatufanya tuweze kukuza imani zetu ni kukaa karibu na Mungu, kuenenda sawasawa na Mungu anavyohitaji katika maisha yetu. Hilo litatusaidia sana kuwa imara na kudumisha imani zetu kwa Mungu. Leo hii Mungu anahitaji wanaume na wanawake ambao watasimama imara, ambao watahitaji kusema pale ambapo wanatakiwa kusema, na watahitaji kunyamaza pale ambapo inawapasa kabisa wanyamaze. Ni wanaume na wanawake ambao hawataficha mabaya, wanaume na wanawake ambao watasimamia kweli hata ikiwa dunia itapinduka. Mungu anahitaji watu ambao watakuwa na imani ambayo itasimamisha ufalme wa Mungu na si kudidimiza ufalme wa Mungu. Kwa nini wewe usiwepo katika sehemu hiyo ya imani ambayo Mungu anahitaji? Huu ndio mwisho wa somo letu, na mpaka wakati mwingine. Na tunapofunga, hebu tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutuongoza katika kuangazia namna ambavyo umehitaji tujifunze katika juma hili. Fungua akili zetu katika jina la Yesu Kristo. Amina.